jinsi ya kuenenda kama mtu aliyewekwa wakfu, ili uweze kupokea yaliyoko ndani ya kujiweka wakfu kwako, ndani ya kujiweka kwako wakfu kwa Bwana mwaka 2026. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale ambao wamekuwepo kwenye semina, kipengele hiki nilikugusia na nikakueleza vitu kadhaa, na nikakwambia juu ya kujiweka wakfu ni muhimu sana mwanzoni mwa mwaka. Sio wewe tu, wewe na familia yako, lakini pia nilikuambia pointi kama 2 kwamba jitoe wewe mwenyewe, mwili wako kuwa dhabihu kwa Bwana, lakini nikasema utunze mwili wako kama jengo takatifu la Mungu. Sasa nataka nikwambie mambo mengine machache haya. Unapokuwa umejiweka wakfu na unataka kupokea yaliyoko ndani ya kujiweka kwako wakfu kwa Bwana, na yale mambo ya kupokea nilikwambia, kuna baraka, kuna ulinzi. Amen, amen. Kuna baraka, kuna ulinzi, kuna mema ambayo Mungu amekuandalia mwaka 2026. Nikakwambia kuna kuongozwa na Mungu. Unapojiweka wakfu unaongozwa na Mungu. Sasa mambo mengine, namna ya kuenenda, jinsi ya kuenenda. Jambo la 3, jikane nafsi, jikane na kujitakasa nafsi yako na roho yako. Jikane na kujitakasa nafsi yako na roho yako. Hili nililielezea pia, kwa kama unaliandika unaweza ukaliandika tu hapo. Jikane na kujitakasa nafsi yako na roho yako. Unaweza ukaandika Mathayo 16 ule mstari wa 24 mpaka wa 27. Mathayo 16 ule mstari wa 24 mpaka wa 27. Mtu akitaka kumfuata Yesu lazima ajikane. Amen, watu wa Mungu. Umeona, nakupa ushuhuda wa huyo mama ni kwa sababu aliamua kujikana. Huwezi kufanya tukio la namna hiyo kama hujajikana. Ni kwa sababu aliamua kujikana. Na wewe unapoishi mwaka huu, Mungu akupe neema ya kujikana na kujitakasa nafsi yako. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 24. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 24. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 24. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 24. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, ambaye awaita naye atafanya. Anasema Mungu mwenyewe awatakase, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, ambaye awaita naye atafanya. Bwana asifiwe. Kuna umuhimu wa nafsi yako kutakasika, sio tu kujikana, lakini nafsi yako ifanye nini? Itakasike. Na nafsi yako inatakasika kupitia neno la Bwana, lakini inatakasika kupitia damu ya Yesu. Kwa hiyo nafsi yako ni muhimu kutakasika. Kwa nini ni muhimu kutakasika nafsi yako? Kwa sababu ndani yake ndiko mawazo yanakaa, lakini ndani yake ndiko kuna maamuzi. Kwa hiyo nafsi yako ikiwa na vitu ambavyo havifai, ni rahisi kabisa kuharibikiwa, kutokwenda sawasawa na Mungu uliyejiweka wakfu kwake anavyotaka. Jambo lingine la 4,
jinsi ya kuenenda ili uweze kupokea yale ambayo Mungu amekuandalia mwaka 2026. Jambo lingine la 4, unapokuwa umejiweka wakfu jinsi ya kuenenda, kuwa na usikivu kwa Bwana. Kuwa na usikivu kwa Bwana. Kuwa na usikivu. Nishakufundisha masuala ya usikivu, kwamba usikivu ni uwezo wa kusikia, kuelewa unachosikia na kutenda sawasawa na ulivyosikia. Kuwa na usikivu kwa Bwana. Jifunze kuwa na usikivu kwa Bwana. Maana yake jifunze kusikia Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Mungu anaongea nini juu ya maisha yako, kwa sababu Mungu ana njia nyingi za kuongea. Anaongea kwa ndoto, anaongea kwa mawazo yako, anaongea kupitia neno lake. Ndio maana ukaenda kanisani ukakuta mhubiri anahubiri, lakini unasema kama vile ananisema mimi, au kuna mtu amemsimulia mambo yangu. Kumbe saa ile mhubiri hata hakujui wewe, hata ajui unakotokea, hata ajui unachopitia. Saa ile Roho Mtakatifu anazungumza kupitia kinywa cha mhubiri ili aweze kuongea na wewe. Amen, amen. Na Mungu anazungumza kupitia watu. Unaweza kukutana na mtu anaongea mambo fulani mpaka unashtuka, unasema amejuaje kama mimi napitia hili? Alafu anazungumza kitu cha ushauri, kumbe ni Mungu uliyekuwa ukimwomba anaongea kupitia yule mtu. Kwa hiyo ukiwa makini utagundua Mungu anaongea kupitia huyo mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa jifunze kuwa na usikivu. Jifunze kuwa na usikivu, kwa sababu ndani ya usikivu Mungu atakuongoza. Atakuwa anakuongoza. Nilikwambia ili kukupeleka Matendo 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Utaona kanisa la Mungu lililokuwa Antiokia. Kanisa la Mungu lililokuweko Antiokia. Fungua Matendo ya Mitume ile 13 mstari wa 1 mpaka wa 4 haraka haraka. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Nigeri, na Lukio Mklene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Mstari wa 4. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Nataka uone hapa, kanisa hili la Antiokia lilikuwa na manabii na walimu. Walikuwa wakimfanyia Mungu ibada pamoja na kufunga. Sema pamoja na kufunga. Wakimfanyia Mungu ibada pamoja na kufunga. Alafu maandiko yanasema, ndipo Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Na ukitaka ujue hao ndugu walikuwa na usikivu. Baada ya Roho Mtakatifu kusema, hawakuendelea kuwashikilia wale watu pale, wakaamua kuwaombea na kuwawekea mikono. Alafu Biblia inasema wakawaacha waende zao. Kwa nini? Kwa sababu wamemsikia Roho Mtakatifu akisema. Maana yake walikuwa na usikivu. Na hata hawa walioombewa walisikia, walikuwa na usikivu. Wakagundua mambo yamebadilika, majira yamebadilika, Mungu anataka kuna jambo tulifanye. Ndipo wakaanza kuchukua hatua. Wakati wanachukua hatua, Biblia inasema wakapelekwa. Sema wakapelekwa. Sema wakapelekwa. Biblia inasema wakapelekwa na Roho Mtakatifu. Wakapelekwa. Lile neno wakapelekwa maana yake wakaongozwa. Wakaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio faida ya kuwa msikivu. Unapokuwa msikivu kwa Mungu,
atakuongoza kwenye maisha yako, kwa sababu yeye anajua unatakiwa kwenda wapi. Yeye anafahamu unatakiwa kufanya nini, atakupeleka. Sasa huwezi kuwa msikivu kama upendi ibada. Huwezi kuwa msikivu kama upendi kuomba. Huwezi kuwa msikivu kama upendi neno. Huwezi kuwa msikivu, kwa sababu Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa nini? Angalia lile neno, imani chanzo chake ni kusikia, lakini huko kusikia kunatengenezwa na nini? Anaposema huja, maana yake chanzo cha usikivu ni neno. Kwa hiyo neno la Mungu linapoingia ndani, linamtengenezea mtu uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, na akisikia ile sauti ya Mungu anapokea imani. Haleluya, watu wa Mungu! 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 Kwa hiyo atakuongoza unapokuwa msikivu, lakini atakufundisha. Zaburi 32 mstari wa 8 anasemaje? Zaburi 32 mstari wa 8. Zaburi 32 mstari wa 8. Fungua haraka haraka. Zaburi 32 mstari wa 8. Andarabashanda. Zaburi 32 mstari wa 8. Zaburi 32 ule mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Sema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anayezungumza hapa ni nani? Mungu. Anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Unisikilize, anaposema nitakushauri, maana yake yeye ni mshauri. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Yawe unaweza ukaingia mwaka huu kwa mazoea, ukawa unasema mbona mwaka jana nilikuwa nafanya hivi. Sikiliza, mambo yamebadilika. Mwambie jirani yako, mambo yamebadilika. Unahitaji Mungu akufundishe na akuonyeshe njia ya kwenda, na lazima ujifunze kumwambia Mungu, nifundishe kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya familia, nifundishe. Mungu anacho cha kukufundisha. Haleluya, watu wa Mungu! Haleluya, watu wa Mungu! Unahitaji Mungu akufundishe na kukuonyesha njia utakayoiendea. Alafu anasema nitakushauri jicho langu likifanya nini? Likikutazama. Maana yake unaweza ukafika mahali ambapo unahitaji mtu wa kukushauri. Wa kwanza anayeweza kukushauri vizuri ni Mungu aliye hai, kwa sababu ushauri wake ni wa uhakika. Amen, amen. Ushauri wake ni wa nini? Ni wa uhakika. Jambo lingine, haraka haraka, jambo lingine, unapo na jinsi ya kwenda, unapokuwa umejiweka wakfu kwa Bwana na unataka kupokea yale ambayo Mungu amekukusudia 2026. Jambo lingine, jifunze kuenenda kwa imani. Sema kuenenda kwa imani. Sema kuenenda kwa imani. Tena hapo weka vitu viwili, kuenenda kwa imani na kuenenda kwa roho. Amen. Andika kuenenda kwa imani na kuenenda kwa nini? Kwa roho. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7 anasema, maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Sema tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Mtu aliye na imani hasubiri aone kwa macho ya nyama. Na ndio maana nilikwambia wale waliokuwepo, na leo tutakuwa na maombi hayo mchana. Kwa nini nimekuambia uweze kuwahi? Kwa sababu tutakuwa na hayo maombi. Nilikwambia lazima uandike malengo yako au mipango yako. Hata kama hujaiandika yote bado unaandika, lakini andika ile ambayo unajua kabisa hii ni mipango yako. Na nikamwambia kwenye mipango yako, kwa kuwa unamwamini Mungu, usiandike tu kwa sababu ya uwezo ulio nao. Umenielewa ninachosema? Usiandike tu ile unayoiweza, andika na ile usioiweza. Kuna mipango unaiandika mpaka wewe mwenyewe unajiuliza, hivi inawezekana kweli? Bwana asifiwe. Unaandika mpaka mwenyewe unajiuliza, hivi inawezekana kweli? Hapo ndipo panahitaji imani. Sema imani. Sema imani. Sema imani.
Hapo ndipo panahitaji imani. Hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Kwa imani. Kwa sababu usipokuwa na imani, mtu wa Mungu, nisikilize, kuna vitu usipovifanya kwa imani utachelewa sana, utahangaika sana. Kama nanielewa sema amina. Kwa hiyo ukitaka kupokea, kwa sababu huwezi kupokea pasipo imani. Kila mwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamwendeao, si ndio? Wamtafutao. Kwa hiyo huwapa, maana yake lazima uwe na imani ya kupokea. Kama nanielewa sema amina. Lazima uwe na imani ya kufanya nini? Ya kupokea. Kwa hiyo tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Jambo lingine, jambo la ngapi hilo? Jambo la ngapi hilo? Nimalizie. Jambo la ngapi? Jambo la 6. La 6 anasema kuhitaji na kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Sema kuhitaji na kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Wangapi wamewahi kusikia habari za ujazo wa Roho Mtakatifu? Umewahi kuzisikia? Jifunze kuhitaji na kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Kwa nini? Ili usije ukatindika. Usije ukatindika. Jifunze kuhitaji na kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Na kueleza hivi kwa sababu angalia Paulo, pamoja na kwamba alikuwa ameanza safari ya utume. Ukisoma Wafilipi 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye afanyaye nini? Katika yeye afanyaye nini? Maana yake huyawezi mambo yote kwa nguvu zako, ila unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nini? Huyo akutiaye nguvu ni nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni Roho Mtakatifu, ni Mungu aliye hai. Na yale mambo aliyokuwa anaweza kipindi hicho, alikuwa anapitia kwenye mambo mazuri na mabaya. Anasema najua kulala njaa, najua na kushiba, najua kuvaa, najua na kutokuwa na nguo. Anasema najua kuwa na vitu, najua kutokuwa na vitu. Kwa hiyo katika mambo yote hayo nayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo ili uyaweze mambo yote mwaka huu, lazima uwe na anayekutia nguvu. Na ndio maana nakwambia jifunze kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara, kwa sababu leo unaweza kukutana na muujiza wa mambo mazuri, kesho unaamka unakutana na taarifa nyingine sio nzuri. Lakini kwa kuwa unaye Roho Mtakatifu aliyekujaa, maana yake utakuwa na nguvu, utakuwa na ujasiri. Hata kama kuna mambo yameibuka ambayo hukuyatarajia, hayatakupoteza kwenye lengo la maisha yako. Utaendelea kusimamia kile ambacho umepanga kwa mwaka huu, kwamba Bwana nisaidie. Kwa hiyo yale mambo yanayoibuka hayatakuvuruga. Ninaeleweka watu wa Mungu? Ninaeleweka watu wa Mungu? Ninaeleweka watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amen. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo tutakapokuwa tunaombea mipango na malengo, na tutakapokuwa tunaomba kule mwishoni, lazima tuombe juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na tunaweka agano na Mungu kwamba Mungu tusaidie mwaka huu kwenye hii mipango na malengo, tuvushe kwenye nyakati zote, tuone ushuhuda wako, tuone nguvu zako, tuone mamlaka yako ikitenda kazi. Jambo la mwisho, sema jambo la mwisho. Jambo la mwisho ni la ngapi hili? La ngapi hili? La 7, si ndio? Jifunze kuvipima. Tena hili niliwahi kuliongelea kipindi fulani, lakini nataka nilimalizie sasa. Jifunze kuvipima vyanzo vya mawazo yanayokujilia na kuyadhibiti, huku ukiulinda moyo wako. Narudia tena. Jifunze kuvipima vyanzo vya mawazo yanayokujilia na kuyadhibiti, huku ukilinda moyo wako. Hapo ndio nimemaliza. Jifunze kuvipima vyanzo vya mawazo
yanayokujilia huku ukiulinda moyo wako. Yaani saa hizi unapoanza mwaka mpya, utaanza kukutana na watu wenye mawazo tofauti, na mawazo mengine yatakuwa yanakujilia kwa sababu umetembea kule na kule. Sasa jifunze kupima hivyo vyanzo vya mawazo vimebeba nini. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nasema jifunze kuvipima vyanzo vya nini? Vya mawazo vinavyokujilia na kuyadhibiti huku ukiulinda moyo wako. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 22. Wathesalonike wa kwanza. Kupima ni muhimu. Kupima ni muhimu. Ukipokea mawazo ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu ndani yako, yatakupoteza. Yatakupoteza. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 22. Fungua Biblia yako, tunamalizia hapo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 22. Maandiko yanasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Alafu anasema msimzimishe roho. Amen. Nimesema mstari wa 16 mpaka wangapi? Wa 22. Msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo chema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Sasa angalia pointi ya msingi niliyotaka kukwambia hapo. Jaribuni mambo, sema jaribuni mambo yote. Lile neno la kujaribu mambo yote, unaelewa maana yake? Hasemi kajaribu hili kajaribu. Sio katoka hapo kasema mwalimu amesema kajaribuni mambo yote, kwa ngoja niende na pale bani kajaribu safari laga inanukiaje? Jaribuni mambo yote anayosema hapa. Bwana asiwe. Sababu unaweza sema mwalimu amesema tujaribuni mambo yote. Jaribuni mambo yote anayosema hapa. Anasema kila jambo linapotokea, kabla hujalitekeleza lijaribu kwanza. Lile neno lijaribu maana yake lipime. Amen. Amen. Lifanyie majaribio kwa kulipima. Yaani usilitendee kazi kabla hujafanya nini? Hujalipima. Anasema msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo chema. Msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo chema. Mtu akija kwenye biashara yako anakupa ushauri, usibebe kwanza ushauri kabla ya kupima. Pima hicho chanzo cha ushauri. Ameniletea ushauri, ana nia gani? Ana lengo gani? Kwa sababu mtu anaweza akaleta ushauri kunaonekana ni mzuri, kumbe amebeba hila ndani. Kwa usiviamini vyanzo vya mawazo, mwamini Mungu peke yake. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Haya, inua mikono yako juu, sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako. Nimejiweka wakfu kwako kwa ajili ya mwaka huu. Ninahitaji neema yako, nahitaji msaada wako katika jina la Yesu. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana. Nisipokee kila wazo, nisipokee kila ushauri. Niongoze Bwana. Ninaposikia watu wanaongea, nisipokee kila neno, bali ni kuamini wewe, bali ni kuamini wewe, bali ni kuamini wewe unayeniongoza, utakayenisaidia katika mwaka huu. Kwa damu ya Yesu, ponya nafsi yangu, ponya moyo wangu juu ya mawazo yoyote niliyowahi kuyapokea yakaleta uharibifu. Ninayakataa kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Huu ni mwaka mpya,
Huu ni mwaka mpya, huu ni mwaka mpya. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana kutembea na wazo lako kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila wazo lililokuwa limebeba sumu kwenye maisha yangu, asubuhi ya leo ninalikataa, ninaliangusha. Wazo lolote lililobeba mauti, mauti ya uchumi, wazo lolote lililobeba migogoro kwenye maisha yangu ya familia, asubuhi ya leo ninalikataa, ninaliangusha, ninalibomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, nisaidie, niwezeshe, niongoze wewe kwa jina la Yesu. Omba dakika moja tu, omba dakika moja. Ninaomba neema yako iwe juu yao, kuwasaidia na kuwatetea sawa sawa na neno lako, kwa kuwa tumejiweka wakfu kwako. Bwana, tusaidie kusiwepo wazo lolote ambalo litatuondoa kwenye njia yako, litatuondoa kwenye uwepo wako, litaondoa matumaini ndani yetu. Na ikiwa yako mawazo yaliyoleta sumu kwenye maisha yao, ninayang'oa kupitia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mioyo yao katika jina la Yesu aliye hai. Hiyo damu ya Yesu ipate kutakasa na kuondoa kila wazo la uharibifu kwa jina la Yesu.